Waingereza, you are free to choose whatever you like. Wewe kama binadamu uko huru kuchagua utakacho katika hivi vitu viwili. Sasa Allah muumba naye anasema, man kana yuridu alhayata dunya wa zinataha, mtu yoyote anayetaka maisha ya dunia, yani mimi nipo duniani, Mola wangu nipe kabisa, mimi hapa ndo nimefika, nipe ninachokitaka duniani, alafu tena kama ipo hiyo kurudi, nikirudi utafanya unavyotaka. Allah anasema watu kama hawa hawafanyi khiana, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, ninawapa kwa ukamilifu kwa mujibu wa juhudi yao matokeo ya amali zao hapo duniani. Wewe andika project write-up zako, fanya miradi mikubwa, wekeza, ingiza. Allah hakufanyi khiana, atakupa kwa mujibu wa juhudi yako. Wahum fiha la yubkhasun, na wenye kuitafuta dunia, Allah anasema hapo duniani pao hawapunjwi hata kidogo, kwa mujibu wa juhudi yake analipwa vile vile. Lakini maadamu umeomba dunia, ukajituma kuishughulikia dunia peke yake, matokeo yake yanakuwa ulaika alladhina, hawa ni watu ambao laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Wakishamaliza dunia yao washamalizana na muumba wao, wakiondoka hapa wakenda akhira, hakuna chengine watakachopata zaidi ya moto. Wa habita ma sana'u fiha, yale walioyafanya duniani katika yalioonekana kuwa ni mema, kwa sababu hawakufata procedure, yatakuwa hayakubaliwi. Habita ma sana'u fiha, yatakuwa hayalipwi mazuri walioyafanya duniani kwa sababu hayakufuata utaratibu. Wa batilu ma kanu ya'malun, mambo walioyafanya yalikuwa ni batil, kwa sababu Allah kaleta ujumbe wake ambao ndo haki. Lakini wengi kati yetu haki tunaichukia. Amesema Allah kwenye sura Zukhruf, walaqad ji'nakum bilhaqi, nyinyi duniani kwenu tulikuleteeni haki, mwongozo wetu wa haki. Walakinna aktharakum lilhaqi karihun, wengi wenu ule ujumbe wetu wa haki ulipofika kwenu mulikuwa mnauchukia. Sasa kwa sababu uliuchukia, hukufanya amali zako kwa mujibu wa muongozo ule, ulifanya amali zako kwa mujibu wa muongozo wa akili yako au akili za wengine. Ukasema haulai ahda min alladhina amanu sabila, hawa wanaofuata taratibu za kidunia wameongoka zaidi kuliko hawa wanaofuata taratibu za kidini. Wenye dunia wana maendeleo, wamefanikiwa, wako vizuri, wako juu. Sasa kwa sababu umefuata sicho, batilum ma kanu ya'malun, yote ulioyafanya kwenye miongozo isiyokuwa sahihi yanakuwa ni batil. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika sura ya 11, man kana katika suratu Shura, man kana yuridu harthal wa man kana yuridu harthal akhirah, mtu yote anayetaka mafao ya akhira. Harthi maana yake ni mazao ya kilimo tunaovuna mashambani, lakini hata mtume kaita hii dunia ni kama shamba, kasema ad-dunya mazra'atun lil akhirah, hii dunia ni kama shamba. Hapa mpo mnawekeza, mnalima, mnapalilia, mnavuna, mazao mnaenda kutumia nyumbani akhira utakaporudi. Kwa hiyo anayetaka mafao ya akhira, man kana yuridu harthal akhirah, mtu anayetaka mavuno ya akhira, nazid lahu fi harthi, mavuno ya akhira tunalipa na nyongeza, tunamzidishia kwenye malipo ya mema yake aliyoyafanya. Wa man kana yuridu hartha dunya, na mtu yote anayetaka mafao ya dunia, mavuno ya dunia, anajituma, anajipinda kufanya kutafuta mafanikio ya dunia. Allah pia anasema nutihi minha, tunampa hiyo dunia yake anayoitafuta, maana ndio chaguo lake na yuko huru, ana khiari, hafanyiwi any kind of intervening, haingiliwi kati. Kachagua dunia, anapewa dunia. Kachagua akhera na kajituma kuifanyia kazi, anapewa akhera. Man kana yuridu harsa al-akhirah nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha, anayetaka mafao ya akhira tunamlipa na nyongeza, anayetaka mafao ya akhira tunampa mafao ya dunia, tunampa mafao ya dunia. Wahum fiha
wama lahum fil akhirati min nasib. Hawa waliotaka dunia wakapewa dunia, akhira hawana kitu tena. Wama lahum fil akhirati min nasib, akhira hawatakuwa na fungu, hawalipwi kitu, kwa sababu ukiacha kufanya jambo kwa mujibu wa utaratibu, hawatahesabu ukifanya, ukikosea formula hupati jawabu. Kwa hiyo Allah ana muongozo wake kaleta, walioamini ndio wanaishi kwa mujibu wa muongozo huo, wanayoyafanya wakifata muongozo huo ndio yanakuwa ibada, watalipwa na nyongeza. Wale ambao huwa wanaona dini sio ishu, wakaachana na dini, wakafanya mambo kwa taratibu nyingine, watapata faida ya duniani kwa sababu ndo wapo, lakini wakiondoka duniani hawana tena watakachopata baadaye. Aya hizi tulizopitia zinatuelekeza hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, namalizia hotuba yangu kwa kusema tumekusanyika hapa kukumbushana vitu muhimu kama hivyo. Tusizembee kwenye matumizi ya wakati. Wakati wa mtu ni mali, ni huu umri alionao ambao unahesabika. Kila siku au kila dakika ikiondoka inakuwa ni sehemu katika siku ulizopangiwa kuishi hapa ndio imepita. Ikipita siku moja, yani kama ulipangiwa uishi siku 100, ndo zinabaki 99, moja ishaondoka. Ikikupita siku nyingine ya pili, inakuwa ni siku ya pili, zitabaki 98 mpaka inafika 0 ya kufanywa kwa ajili ya akhera hujafanya. Wewe umefanya kwa ajili ya hapa ulipo, na ukifanya kwa ajili ya hapa ulipo, hapa unaondoka, unakokwenda ulioyafanya kwa ajili ya hapa hayatokufuata, hayatokuwa na manufaa. Tutumie dakika zetu vizuri, tufahamu kwamba sisi ni waumini, tupo hapa kwa lengo maalum, na tukiondoka hapa kuna mambo yanahitajika huko mbele, lakini yanayohitajika huko mbele baada ya kuondoka hapa ndipo yanapoandaliwa. Kwa hiyo tunafanya tupate faida zote mbili. Tufanye kwa yale yenye maslahi na dunia kwa sababu tupo, lakini vile tunavyoyafanya tuyafanye kwenye utaratibu wa kuwa yamekubalika, tunafuata utaratibu yawe tunapata faida ya dunia yetu na akhera kwa pamoja.